Hii mimba una mpango gani nayo? Mimba gani? Mimba gani daktari? Mimba gani? Si mimba ni ya mume wake. Mimba daktari, mimba gani? Hiyo si mimba yangu. Si mimba yako aje wewe. I told you. Daktari umeuliza hii swali imeenda kwa nani daktari? Swali ya mimba imeenda kwa nani? Nauliza huyu pastor, hii mimba ana mpango gani nayo? Mimba gani daktari? What do you mean mimba gani kwani? Mimba gani? Leo unajua ni nini nimekuuliza? Mimba gani wewe pastor? Mimi nashindwa hata mimi nashangaa. Daktari mimba gani? Hizi ni nini? Nilikununulia nguo ziko wapi? Nilikununulia nguo ziko wapi mpya? Unafanya nini hapa hivi? Naosha manguo. Manguo? Hizi ni nguo zako na za mama? Hizi manguo unafaa kuosha? Hizi zote unafaa kuosha manguo? Unaosha mpaka carpet? Nakwambia kufua. Nakwambia kufua. Mama ndo amekwambia ufue? Unamdefend? Weka hapo na malizana na Sandra. Kanisa yangu. Hoja wewe simama hapo, simama hapa. Sivyo nenda malizana na wewe. Bwana. Kanisa yangu. Pale nimekutoa. Sivyo bwana. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ai, nimefikaje hapa? Uko aje? Habari yako? Na wewe tena tutakuwa tunakutana naye kila siku. Mbona umenileta hapa? Mbona kunipigia simu? Ninakuja hapa kufanya nini? Hapa ni wapi? Siko baada ni pastor, tumekuja kuongelea maneno yanaendelea hapa. Maneno gani tena? Maneno si tulimaliza. Maneno gani tena? Kwani umekuja aje hapa? Si ndio nauliza nimefikaje hapa? Kwani hujapigiwa simu na Binai? Binai hajanipigia simu anani. Tumeambia hapa na daktari kwamba anamleta. Oh, daktari amekuleta. Ati daktari? Huyu mwizi ni daktari? Ione sura ionekane. Heshima, mwizi mgani? Mte mwizi na ni pastor. Tunataka tu tuongee maneno yenyewe kwa hapa tafadhali. Ni director utanisaidia hiyo kiti. Tunataka tu keti hapa tafadhali. Hapana, hapa siko. Hapa ni wapi? Hapana. Kalia hapa, kalia. Kaa wapi? Kaa hapa. Kufanya nini? Keti chini usikize. Nasikiza nini? Ndio unipige vile umezoea kunipiga piga hapa. Karibu nami, keti chini. Hapana. Na keti kufanya nini? Keti usikize. Hapana, nasikiza nini? Hakuna tunasikiza. Pastor mgani? Hana hata heshima. Heshima ni wewe. Wewe na huyu mwenye kondoo. Usinilekee kondoo my foot, kondoo ni wewe, kondoo mama yako. Kwanza wewe. Hapana, na keti nafanya nini bila? Kwa heshima zako naomba tu keti, tunataka tuongee. Si unajua kesi yenyewe inaendelea hapa pastor. Hapa hiyo kesi nadhani jilisha. Haijaisha bado. Hapana, hii maneno hapana. Mimi maneno siamini sasa. Keti chini usikize. Kwani kitu simple. Hautaguzwa. Huyu ni daktari amekuleta. Yaani hata you are not curious to know daktari amekuleta. Hata hujauliza umefika aje. Daktari gani anavaa hivi kama mwizi? Unafaa keti chini usikize kenye nimekuleta kwanza. Hapana, siwezi keti. Hata wewe mwenyewe hujui umefika aje. Ningekuwa wewe pastor. Kwanza wewe nakwanga na uchawi mwingi wewe. Ningekuwa nishaanza kuomba saa hizi kwa sababu you don't know even venye umefika bado unapiga mdomo. Hebu omba. Piga kelele. Can you pray? Else watakutoa hapa hata kuweka juu ya mti. Wacha niweke juu ya mti. Kwani juu ya mti nikufanye nini? Can you pray pastor? Nguvu zako hazitasaidia chochote. Hapo hauna nguvu. Mimi sina nguvu, ni Mungu ndiye ako na nguvu. Mimi nafanya nini hapa? Na Mungu alikuwa anahitaji wewe mwenyewe huna chochote saa hii. Mungu Baba mwenyewe shuka. Shusha nguvu zako. Daktari wangu. Daktari wako mgani? Keti chini usikize. Wewe na mamako kwanza nyinyi ni wachawi. Na shuku kwanza ni wewe ndio umenileta hapa wewe. Mama yangu mzazi. Nasema kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu kwanza wewe. Una heshima hata kidogo. Heshima gani? Chini usikie. Na keti nini? Kaa chini. Leo jaribu nishike ndio utajua ujui. Pastor kaa chini. Hapana. Bado tujamalizana na wewe. Hapana. Tunamalizana nini? Tunamalizana nini? Tunamalizana nini? Hapana, siwezi keti hapa. Kwanza nashuku pia hii kiti imewekwa madawa ndio mnikwamishe hapa. Wewe hizo uchawi zako wewe. Heri hizo uchawi zangu zinaaminika. Mungu shuka. Uliokoa Waisraeli wakavuka bahari. Mungu shuka jameni. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Mungu shuka. Naomba ya kwamba wewe kwanza wewe. Kushinda nyinyi. Wewe. Nyinyi mnapoteza kanisa. Achana na hizo vitu tunatumia. Mambo yako hayana nguvu. Mimi najua nina nguvu. Hata useme nini mambo yako hayana nguvu. Mungu peke yake ndiye ananisaidia. Haya, kama unalaumu daktari wangu ulifika hapa aje? Ako na nguvu kukushinda. Ni hizo uchawi za kwenye. Kwanza nashuku daktari umemtoa kwenye. Yaani sasa
uchawi inakushinda nguvu. Pastor, alishindwa. Mimi ni binadamu. Keti chini usikize. Mtumishi wa Mungu. Pastor, nikuulize. Mimi ni binadamu. Okay, wewe ni binadamu na wewe ni pastor, si ndio? Ndio. Unajitambua kama pastor. Nini nakuogopesha hapo usikae chini tuongee? Jamani. Mimi kwanza sipendi uchawi, kukaa karibu na wachawi. Hapana, so ni pastor na kama kuna uchawi hapo utaombea uchawi itatoka. Utaikemea itoke. So kaa tu chini. Nina imani kwamba Mungu atanisaidia. Unaogopa nini? Unaogopa mpaka keti chini. Pastor mgani huyu? Yeah, pastor tu hizo uchawi za kwenye ndio inafanya unakonda. Hapana, pastor, acha matusi. Pastor, kuna vitu pastor, acha nikwambie. Pastor, sikia. Kuna vitu zenye wewe kama pastor, haufai kuongea. Na nakuuliza Binai. Yes. Nimefikaje hapa? Uletwa hapa, umeletwa na daktari wetu hapa. Ndiye amekuleta hapa. Kwa hivyo ni hizi nguvu za kiuchawi ndio zinanileta, kwa sababu mimi sasa ni binadamu, nguvu za kiuchawi zinanileta. Hakuna nguvu za uchawi hapa. Hakuna. Pastor mgani huyu? Kwanza nashuku sana. Nashuku nini? Nashuku nini? Huyu kijana mara ya mwisho tulikuwa hapa na mzazi wake. Wakisema watafanya wazazi wake Sandra. Wewe hukusikia vizuri. Wewe sasa unaanza kubadilisha maneno. Tukiwa hapa mtu mwenye alikuwa na threaten wengine ni mzazi wa Sandra. Ndiye alikuwa na threaten nani? Omondi. Kwa hivyo ni lakini mzazi wa Omondi Sandra pia amekuwa kwa uchawi my friend, kwenda huko na wewe pia. Sandra pia amekuwa kwa hiyo uchawi. Mimi kama pia mimi nimeitwa tu saa hizi, you have started telling me ati pia mimi niko kwa uchawi, na wewe pia usiniletee. Wewe kwanza leo umekuja na uchawi sana. Au utakuja hapa kuita watu wachawi. Wewe mwenyewe ndo mchawi. Kielelezo mgani huyu kwa jamii? Hapana. Hapana. Pastor, mimi nafikiria kwamba mimi sijaona pastor mwenye anatoroka uchawi. Ndio hata nashangaa. Anaogopa nini? Stand firm. Binadamu ni binadamu. Kwa hivyo sasa wewe ujiamini, ujitambui kama pastor. Sijasema hivyo. Binadamu ni binadamu. Kama unajitambua, songesha kiti hapa basi tuweze kuzungumza tafadhali, kwa heshima zako tu. Unaogopa nini? Na naamini ya kwamba Mungu atanisaidia. Lazima Binai aseme ndio usonge. Sawa, songa basi tafadhali. Ndio peke yake ana heshima hapa. Wewe mwenyewe ndio mchawi. Tafadhali nani pastor, songa tu hapa tuzungumze. Usiogope, kama wewe ni pastor wa Mungu, haina haja uogope. Mtu amekuleta hapa vile nimekuelezea ni huyu, na huyu ni mzee ambaye pia anaheshimika tu, vile wewe unaheshimika tu. Sidhani nimekuja na huyu daktari mchawi. Acha nisikizane na Binai, unanipigia kelele kwa. Unaona sasa pastor iko hivi, tukimalizana na tukiongea mwisho hatukumalizana vizuri, si ndio? Unakumbuka? Na tulikuwa tunaongelea kuhusu maneno yenye ilifanyika pale kwa nyumba ya Omondi yenye ilifanyika mkiwa na Sandra, si ndio? Tukiwapata pale mkiwa uchi, mkasema kwamba mlikuwa mnaomba. Watu wengi hawakuridhika na nyinyi, mlibaki hivyo mkisema kwamba mlikuwa mnaomba. Watu wengi hawakuridhika na kitu nyinyi mlikuwa mnawaambia. Kidogo mnakubali kwamba mlikuwa kwa mahusiano, kidogo mnakataa kwamba mlikuwa kwa mahusiano, si ndio? Hiyo vitu ilikuja ikaleta challenges mingi mpaka hapo Omondi amefika mahali anataka vitu zake zirudi. Na kwa hizo vitu zenye anataka zirudi, nadhani tumekuwa na yeye meeting hapa mara kwa mara tukizungumza. Tukisema kwamba Omondi anakudai vitu zenye Omondi alikuwa anakudai. Kidogo tu pastor nikuongeleshe alafu utanijibu. Kuna vitu zenye Omondi alikuwa anakudai ambayo ni gari ambayo alikuwa anasema ufunguo alichukua pale kwa nyumba. Yes, alichukua ufunguo lakini uko na gari bado na uko na uko logbook bado. Acha tu nimuongeleshe Omondi. Uko na logbook, ndio? Ndio. Uko na ufunguo, uko na hiyo gari nadhani iko na spare ufunguo. Haiwezi kuwa na funguo moja. Lakini Omondi alichukua funguo moja. Alikuwa anataka hiyo gari irudi. Alikuwa anataka logbook irudi. Alikuwa anataka title deed ya ile kiwanja mahali mlijenga nini church irudi. Na vitu zingine ambazo alikuwa anasema ameinvest kwa hiyo kanisa. Hizo ndio vitu zenye nimefanya tukakuleta hapa pastor. Na Sandra pia kukua hapa ako na vitu zake ambazo zimefanya akaletwa hapa. Na hizo ndio vitu zenye tunafuatilia. Zimefanya tukaleta hapa daktari tujue kama ni ukweli Omondi alikufanyia hizo vitu zote ama ilikuwa ni uongo. Tunaweza kuwa labda tunakulaumu wewe pastor na pengine Omondi hakufanya hizo vitu. Si ndio? Kwa sababu ulikuwa unakatalia hizo vitu, hatujui kwa nini ulikuwa unakatalia. Na ndio maana tuko hapa tunataka tujue kama ni ukweli alikufanyia, na kama alikufanyia utuambie kama uko tayari kuzirudishia mwenyewe. Mimi kwanza ninasema hivi. Maneno ya upuzi kama haya sipendangi kuingilia. Lakini ninasema Omondi hakunipa. Omondi alileta, alimpa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo akizitaka asinikemee mimi, akemee Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amrudishie, bali asikuwa ananiita kwa vitu kama hivi. Wakati alikuwa anajitolea huko unasema hivyo. Sasa hivi unaongea? Ni wewe peke yako ndio ulijitolea. Ni wewe peke yako ndio ulijitolea. Sandra hakutoa pesa. Sandra. Acha nikwambie baba John. Ulikuwa unanitumia ndio ulikuwa natoa so. Sasa hiyo yako na sauti.
Ona sasa hivi ulikuwa unamtumia atoe apeleke wapi? Hakuwa na pesa. Atoe apeleke wapi? Apeleke kanisani. Isaidie kanisa. Haya, ambia kanisa ikupe. Si kujisaidia wewe, ambia kanisa kwenda kwa Baba Joy, you are saying nothing. Siambie kanisa Your talk doesn't So, make nani any pastor? sense. mimi na mimi nina gari. Sasa mimi nikuulize, naona hapa mkipingana mambo ya pesa, ilikuwa inapitia kwa Sandra. Pesa ya kununua gari pia ilipitia kwa Sandra? Hapana. Hii pesa mimi mwenyewe. Si, unajua ukiwa hata tunasema wewe ni mtumishi wa Mungu. Acha nikwambie venye hii story na gari ilienda. Church watu wali raise concern eti it's high time pastor sasa afanye nini, abaiwe gari kanisa. Ngoja pastor abaiwe gari of which ilikuwa ni kila mshirika ilikuwa achange. Baba Joy mwenyewe akasema kuliko kila mshirika kuchanga, anajitolea kununulia nini pastor gari. Alienda akanunua gari, akakuja na hiyo gari hadi church hivi, aka hand over kila kitu kwa pastor. Mwambie. Eti hadi akaambia washirika ni hivyo, ni ya church. Class my foot. Usiseme gari pekee. Forester pia ni rudia tu vile umesema. Gari yenyewe alisema ni ya pastor. Na nilikununulia. Na alileta wapi? Alileta kwangu ama alileta kanisani? Mbona wanashirika wako na walikuwa wanaendesha kwa hiyo gari? Wewe mwenyewe ulikuwa unaendesha hiyo gari. Si wewe ulijitolea tu, unataka kubaia sasa. Naitaka. Unaona kwanza umesikia tu vile Bi Sandra amesema. Si ndio venye alisema? Washiriki walisema wanataka kumsaidia pastor kwa kumnunulia gari. Tunaelewana? Ndio afike kanisani mapema. Lakini huyu akasema wacha ni jitolee. Kama una kitu sema pastor niombe. Mama ya uchawi ya kuleta wachawi wananileta penye sijui. Hizo maneno sitaki. Huyu daktari ndio mwenye anamwekea hizo mavitina zote. Huyu na fake doctor wake. Na si hapo Sandra unadanganya. Si ati nadanganya. All of a sudden ameanza tu kuweka pressure. Tangu venye tu daktari Omondi alianza kudai vitu zake hata kama daktari hajafika bado. Lakini sasa alikuwa anaanza kudai, lakini tena kwenda huko. Gari yenyewe analilia. Si alichukua funguo? Hapana, alichukua funguo lakini gari basi mletee. Na naendeshaje gari? Si yako na ufunguo, akuja achukue gari penye aliweka. Nini pale kanisani basi? Endo uko na ufunguo. Nataka. Kwa hivyo nimwagie maji ya chumvi ndio iamke niilete hapa. Kila kitu nataka leo. Ambia basi mchawi wako vile amenileta hapa, alete hiyo gari hapa. Mchawi ni daktari, kuna Mungu atakushinda. Hizo nguvu zake za kiuchawi, alete gari, alete logbook, alete maspika. Lakini mimi najua kitu ambacho imepeanwa kwa Mwenyezi Mungu hakiwezi rudi hivyo. Ongea na Mungu, hailete hapa. Ama ongea na mchawi wako, hailete hapa. Sasa acha tupete daktari nafasi. Najua nimewapea nafasi kila mtu aongee. Naomba tu nizungumze kidogo. Yaani haya yote nimewafanyia na bado hamuoni. Nani Omondi, tafadhali unataka daktari akusaidie, mpe nafasi ya kuongea tafadhali. Kwa heshima nataka daktari. Mimi unajua. Hapana, mbona ananyamaza huyu akiongea na mbona asinyamaze sisi tukiongea? Hii familia ya kiuchawi hii hapa. Uchawi ni nyinyi, pepo mbaya nyinyi. Naomba unyamaze kidogo. Naomba utulie, nimewapea muda muongee. Muda umepea nani? Na nadhani mmeongea, kila mtu ameongea yake na nimesikia. Asante sana, na mimi ningeomba tu tukue na utulivu kidogo. Najua hii mkutano mimi ndio nimefanya ukafika hapa. Umekuwa na shughuli yako. Na kitu ile imefanya ukuja hapa, nadhani unaelewa mambo ambayo inaendelea hapa na kesi ambayo iko hapa. Na huyu kijana amenitafuta kwa kupitia Binai na amenielezea mambo yake, amenielezea changamoto ambayo anapitia, mambo moja mbili, na nadhani unajua, na anasema kwamba kuna makosa ambayo ilifanyika alikupata kwake. Ngoja kidogo. Kwa hivyo wewe una nguvu za kutuleta hapa. Na una nguvu za kujileta hapa. Unatafutwa na huyu kijana kupitia Binai. Mbona wewe hizo nguvu zako ungetumia kujileta hapa? Angejua aje kuna shida. Na mbona yeye malaika aje akaleta kwa malaika? Nyinyi ni bandia, nyinyi ni bandia. Sasa yeye ni malaika sahi kutuleta hapa. Mimi vitu zangu vile nimekuelekeza nataka. Vitu zako kunazo kwa mwili, usinisumbue tena. Nasikia ishana hata heshima. Na sasa kwanza ningependa nijitambulishe. Mimi naitwa Daktari Magongo. Na nadhani daktari nani? Naitwa Daktari Magongo. Magongo ama Mgongo? Unasema nini? Anaitwa Daktari Magongo. Na pia ongeze sauti juu na nina shida ya masikio kwa sababu ya hizo kelele mingi zenye mnanipigia. Kuwa na heshima tafadhali. Na
Pastor, na nimeambiwa wewe ni pastor. Ndio, mimi ni pastor. Na vitu ambaye inatendeka hapa unajua? Mambo ambaye inaendelea. Mbona nikose kujua? Na wewe kama mtumishi umechukua jukumu gani? Jukumu gani tena? Mimi jukumu yangu ni maombi. Shida ikiwa narudi kuomba, narudi hekaluni, narudi madhabahuni. Najua katika madhabahu yake Mwenyezi Mungu nguvu itapatikana na suluhisho itapatikana. Na huyu mke wa huyu kijana mna uhusiano gani naye? Uhusiano gani? Uhusiano ni ya kanisa. Ni pastor. Sema ukweli. Ukweli gani tena? Mlipatikana mkifanya nini? Alikuwa anani anoint na nilikuwa mgonjwa. Tulipatikana tukifanya nini? Nini ingine tulipatikana tukifanya? Daktari. Sasa kama alikuwa na nguo. Daktari. Anointing inatakanga mtu akiwa uchi. Let me tell you. Hata kama daktari wako hajui. Si pia kuna wenye huwa ana anoint huko kwa nini? Kwa nyumba yake ya uchawi wakiwa uchi. Kwa kitanda yetu. Usiniambie. Sina jikoni. Jikoni uta anoint aje mtu uchi na wewe pia Baba Joy? Si bedroom ndio mali uta undress na wako anoint fit. Mbona sisi kwa bathroom? Nini wewe usinilete? Daktari aongee. Mwache daktari aongee. Docs pia una anointing watu huko kwako uchi. Daktari alikwambia kabla daktari aongee. Daktari. Shida hizi mimi zinanipata kwa sababu sipewi muda ya kujieleza. Nilaona muda tu unaweza jieleza tu sababu nimetaka kusikia pia upande wako. Unajua nimesikia upande wa huyu, nimesikia upande wa madam, sasa nimetaka pia kusikia upande wako. Ndio. Kwa sababu nimekupea muda ujieleza kama mchungaji, pia tusikie upande wako. Hapo sasa tutaelewana juu sasa hapo naona sasa tunaongea kama wazee wenye hekima. Kwa hivyo mimi nakwambia mambo ya huyu kijana, mambo ya mali yake yote hiyo sijakataa, alileta kanisani. Lakini mambo ya kuwa na uhusiano na mke wake hapo ninakataa. Kwa sababu ya kwanza nilipotaka kujieleza yeye mwenyewe alinipiga hata saini na maumivu mwilini. Kwa sababu ya ingine tena ni ya kwamba mimi mwenyewe nilipoenda kuomba huku niliomba hadi masaa ambayo singekuwa na uwezo wa kurudi nyumbani kwa sababu naishi mbali. Na yeye mwenyewe kwa heshima alinipa chumba changu cha kulala. Lakini katikati ya usiku nasikia mke wenyewe anapiga nduru. Nashindwa nini mbaya? Lakini kwa sababu ile huruma na ile nguvu zake Mwenyezi Mungu, nikasema siwezi acha mtumishi wangu aumie. Wacha niende. Na nikuulize, sasa nimekuja na suti. Naweza lala na suti? Hapana. Daktari wewe unalala na suti? Kwa nini ulikuwa uchi? Si daktari wewe. Nyamaza, wacha Baba Joy. Baba Joy si pasa is saying wewe unalalanga na nguo. Hata tukiwa home unalalanga na nguo. Kwenda. Haya. Kwani pasa alikuwa amekuja na mimi nilikuja na suti. Na pastor nikuuliza kidogo tu. Hii mimba una mpango gani nayo? Mimba gani? Mimba gani daktari? Mimba gani? Si mimba ni ya mume wake. Mimba gani? Mimba gani? Hiyo si mimba yangu. Si mimba yako aje wewe. I told you. Daktari umeuliza hii swali imeenda kwa nani daktari? Swali ya mimba imeenda kwa nani? Nauliza huyu pastor hii mimba ana mpango gani nayo? Mimba gani daktari? What do you mean mimba gani kwani? Mimba gani? Wewe unajua ni nini nimekuuliza? Mimba gani wewe pastor? Mimi nashindwa hata mimi nashangaa. Daktari mimba gani? So ulisema kwamba uko na mimba Sandra. Si nilikuwa na mimba, niko na mimba of course, but sasa akianza kuuliza pastor hii mimba kuna ni, and I told you guys mimba, my husband is responsible for, my ex-husband in fact is responsible for my pregnancy. Yangu na nakwambia hivi na leo mimba si yangu. Daktari ako na nguvu hasua ndo maana ameona. Mbona hajaniuliza mimi? Mbona ameuliza huyu? Daktari ni muongo. Daktari muongo tu gani? Hiyo mimba si yangu na sitaichukua. Si yako basi. Hiyo mimba ni yako. You are responsible for this kid. Tafadhali nyamaza. Wewe mali mmetoana na huyu daktari wako bandia, nyinyi msinilete, but what I know is you are responsible for my pregnancy, Sandra, Mr. Man. Sandra, basi acha tujue mimba ni ya nani tafadhali. Hata kama mtakuwa mmeridhika. Hata kama mtakuwa mmeridhika na kitu daktari amesema, lakini tutaka tujue ukweli. Tafadhali. Hapana, mimi basi au chagua mwenye anauliza swali za kiupuzi kama hizo. Mambo ya mimba mimi ananiingiza aje? Ni wewe. Na mimi mbangu anaiongelea kama nani? Okay. Unajua kitu ya kwanza kijana, hii hasira ambayo uko nayo mimi hainifurahishi. Acha tu nikuambie ukweli. Mueleze kama daktari wake. Naomba kama umeniita hapa na hii kesi umenikabidhi, si ndio? Wanafanana. Naomba tu utulie
hii mambo ya vurugu wachana nayo. Hii vurugu sababu hii kesi ilikuwa imekushinda ndio ikafika hatua mpaka ya kunitafuta. Ilikuwa imekushinda, si ndio? Sasa naomba ukuwe mtulivu. Hii mambo ya vurugu hii kupigana hakuna kitu ambayo utapata ndani. Haitasaidia. Wewe kuwa tu mtulivu. Mimi hii kesi umenikabidhi mimi sababu wakati nimeingia hapa hii mambo yote umeniachia, si ndio? Na mimi niko hapa kukushughulikia. Naona wewe ni kijana wa heshima na ni kijana ya bidii na ndio maana nimeamua kukusaidia. Na hii moyo ambayo uko nayo ya kusaidia. Sasa hii mambo ya vurugu hii wachana nayo. Hii hakuna kitu ile itakusaidia. Mimi nataka nikushughulikie hii mambo yako sababu nikiona kitu ndio maana na kueleza. Na mimi nimeona mahali shida iko na naomba tu utulie. Sababu ukianza kuleta vurugu mimi nitawachia wewe hii mambo na mwenyewe ungangane nayo. Pole kwa hayo. Naomba tu sasa ukuwe mtulivu. Hii heshima ikuwe. Unatupotezea wakati. Hatuko hapa kwa hizi speeches zenyu. Mngetaka kuhubiriana huko kwanza. Nimeamua kutulia, wacha daktari aongee. Nyamaza wewe. Daktari unanipigia kelele. Na pastor, kuna swali ambaye nataka nikuulize tu. Uliza. Huko Mombasa, vile hii safari huwa unaenda Mombasa mara kwa mara, unakuanga na shughuli gani huko? Kwani shughuli ya pastor ni nini? Wewe mwenyewe. Shughuli ya daktari ni kutibu. Wewe hata sioni kama una vitu za kutibu. Kulala na wanakondoo. Wanakondoo gani wewe? Bro, tafadhali mbona uweze nyamaza na nini? Pastor ni uevangelisti. Mimi mwenyewe ninapeleka uevangelisti. Ninafanya kazi yake Mwenyezi Mungu, nahubiri neno. Hiyo ndio shughuli inanipeleka Mombasa, Nakuru. Kila sehemu ya Kenya, kila sehemu ya nchi. Nimeuliza Mombasa, sijauliza huko kwingine, nimeuliza tu Mombasa huo. Nishakujibu, nilienda kupeleka mahubiri neno ya Mungu kwa sababu nasema hata kwanza Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe alisema hatutaishi kwa chakula tu bali kwa neno litokalo kwa mdomo wake. Unaona unapotezea huyo mwanadada muda wake na unajua hakuna mahali mtapelekana na yeye. Kwani ananipotezea muda gani daktari? Nimemleta hapa. Daktari, what do you mean? Daktari, hebu daktari kwa open kwa sababu yeye anajua nini ambaye anataka kwako. I'm not getting you guys. Ninajua sasa penye hizi shida zinatoka. Hizi shida zinatoka kwako kwanza wewe daktari. Wewe mwenyewe mlishikana na huyu kijana aniharibie familia. Mimi mwenyewe nilikuwa na familia. Huyu kijana ameniharibia familia. Sasa ndio unaniambia napotezea. Baba Joy, umetoa huyu daktari wako. Haki you better take him back there. Nampotezeaje muda? Heri huyu daktari kuliko huyu pastor mgani huyu. Endelea na kichawiza kwenyu. Ndazidi zaidi kabisa nikimwona. Endelea hizo pepo mbaya. Sasa basi hizo pepo zikemewe katika jina la Yesu. Haziwezi zikurudie. Sasa ni hivyo vile nimekuuliza. Na vitu ile huwa unaenda kufanya huko Mombasa mimi nimeona. Na kama unataka niambie watu ama mwenyewe utasema. Si useme kwani mimi inanisumbua. Si nishakwambia vitu nafanya kufanya Mombasa. Mombasa yenyewe utaenda ubiri neno. Wakati umetulia kuna pale bahari. Utatulia sasa nisirudi kwa bahari kwa sababu mimi ni pastor. Sio mambo na hizo vitu ambaye umefuga. Nimefuga nini? Si kufuga ni kufuga wanyama na nimewafuga kwa shamba langu huko nyumbani. Nafuga nini? Nimefuga wanyama, ng'ombe, kondoo, mbuzi. Nina kuku. Acha nikwambie. Ziko nyumbani, sifugi Mombasa. Mombasa kwani niko na boma Mombasa. Sema ukweli. Ni nini wacha panganga kijana. Na kitu ile mimi nataka mke wako wako wapi? Unaniuliza jiulize wewe na huyu kijana vile mlijileta hapa. Pia akupe hiyo nguvu. Ujue penye mke wangu wako. Mimi mwenyewe sijui penye mke wangu wako. Nataka nitoboe pia mke wake akijua. Sababu kuna vitu mingi ambayo huyu pastor amekuwa akificha watu na sababu amekataa kuongea na amejifanya ni kwamba ni mtu ambaye amejipaka mafuta na ako na upako. Mimi nataka nimuanike mbele ya kila mtu. Haya, leta uchawi wako. Nataka mtafute mke wake akuja hapa asikie vitu ambaye mume wake anafanya. Leta uchawi wako sasa. Mlete. Daktari, kando na hivyo mambo ya mimba hii ni namna gani? Kwa sababu mimba nimemuuliza hiyo mimba ya huyu ana mpango gani nayo? Mimba gani? So kwa hivyo mimba gani? Inamaanisha hii mimba daktari ni yake. Hiyo kitu ile mimi nataka mke wake akuja ajue mambo yote. Nataka akuja. Kwani mimi inanishtua?
Na mbona unajua kwa nguvu zangu? Mbona usiambie Baba Joy pia ananga nguvu za kiume za kupatiana mimba? Mbona usimwambie? Okay, kwa hivyo wewe pia unajua hii maneno? Acha nikwambie, mwanamke ndio mwenye anajuanga hiyo ni maneno yenye na daktari alikuwa shamwambia kitambo hata kabla hujafika hapa. Kumbe unanga nguvu za kiume. Shamwambia hata kabla hujafika hapa na amesema kuna kitu ilifanyika hapo. Sasa hivyo sasa acha nikuulize. Usianzishe kwa sababu kianzisha kwa tayari kuimaliza na Sandra. Binai, hakuna cha kuanzisha. Acha nikwambie kitu naweza sema tu ni mama mtoto ndio mwenye hujua baba mtoto. Yeye aenda ajipange. Ameshapata daktari. At least let the doctor treat you so that you can be. Kwa hiyo swali lenye umeuliza Omondi kwamba mbona apeanange mimba. Ulikuwa tayari kwa nini kuzaa na mimba na nini na Omondi nani? Hapana, hajasema hivyo. Kwa hiyo miaka yenye umekaa na yeye 5, amesema miaka 5 umeoana. Acha nikwambie. Ulikuwa tayari kuzaa na Omondi. Miaka 5 yote nikikaa na Omondi. In fact, alikuwa anashinda akiniambia mimi ndio shida. Unaona ujinga wake? Wewe ndio shida, wewe ni tasa, sijui nini. Nikamwambia you for real? Akaniambia mbona mimi niko na Joy na wao huwezi pata ball. Nikamwambia are you sure? Umesikia Binai? Are you sure? Umesikia Binai? Let me tell you Nika, let you tell you man. Even Joy is not your daughter. It's not Joy is not your daughter. She's my daughter. Joy is not your daughter. Kwa nini unasema hivyo? Hawezi peana mimba? Si alikuwa brainwashed. Wewe ndio tasa. Ulikuwa brainwashed. Why am I pregnant now? Why am I pregnant? Sasa ni nguvu zenye amepewa ni mchawi wake. Why am I pregnant? If I tell you hata Joyce, kwa sababu si mtoto si wangu. Kwanza acha nikuwa. Kwa sababu mtoto si wangu. Because hauwezi peana ball. Niko nayo sasa si wangu. Na hauwezi peana mimba. Na simtaki heri nikaa hivyo na Joy wangu. Hata kubishana na huyu. Na Joy pia si wako. Endani DNA. Go DNA and find out. Wewe unajuaje? Mama yake alikubrainwash and that is something that I know. Alafu bado ulikuwa yeye Joy wangu. You think Joy is your daughter? Unaona sasa huu vitu unajileta sasa. Huu vitu unajileta. Kwa hivyo sasa you are just a useless piece of wood. Hapana, mimba umeuliza. Ninajua enda daktari wako akutibu. Mambo ya mimba daktari ameuliza wewe. Mambo ya mimba daktari ameuliza wewe uko na mpango gani na mimba ya Sandra? Haya. Sasa kwanza inanifurahisha sana. Kwanza hii itafanya nikayapa sana. Sasa nasikia kwanza huyu hana nguvu. Wait, Binai, can you give me time? Mbona unauliza pastor yako na mpango gani na boli yangu? Swali imetoka kwa daktari. And I'm telling you right now. Wait, and I'm telling you, pia wewe daktari na kuaddress. Daktari mtu mwenye anajuanga mimba ya mama anajuanga mwenyewe mtu mwenye amempea mimba. So usinipachike baba mtoto wangu kama mimi mwenyewe sijasema mtoto ni wa nani. Kwenda huko. You can't pregnant a woman, Mr. Man. Maswali balaga. Peleka huko nini? Useless. Mama mtoto ndio huyu. Unaona? Huyu ndio sasa mwenye mimba. Ashasema anajua baba mtoto. Na nashuku ya kwamba hizi uchawi kijana mwenyewe ana nguvu za kiume. Lakini kwa hizi nguvu za kiuchawi nashuku ya kwamba hizo nguvu za uchawi wanataka kumpa huyu mwanadada jukumu ili zidi kuishi kwa hii familia. Lakini mwanamke mwenyewe amesema. Mwanamke mwenyewe mimi simtaki. Tufanye hivi. Nguvu gani? Nitaki usimtaki wangu. Ndoa ilishe. Pastor, kwa maswali yenye daktari amekuuliza 2 hujamjibu vizuri na amesema tutafute bibi yako, anataka kuyasema hapa bibi yako akisikia. Uko tayari utafute bibi yako? Mimi kwanza hata saa hii uko tayari tumtafute bibi yako, si ndio? Kwanza acha nikwambie Binai. Mimi hapa penye unaniona. Mtu ambaye nimebaki naye ni Mwenyezi Mungu. Bibi yangu ile siku hapa alinipiga akaniambia ati amesign divorce. Amesign anataka kuniacha. Na mimi nikamwambia Mungu mwenyewe ndiye ataamua kama hii ndoa inavunjika mivunjiki. Kwa hivyo wakitaka kumleta amrushe tena hapa bila amenileta hapa. Hiyo inihusu, lakini ya kwamba waseme mambo ya ukweli. Wasinilete hizi upuzi tu na kuniuliza maneno za ni sawa basi acha tumlete hapa tuzungumze. Si ndio? Director kata nataka nimpigie simu. Acha tu tumpigie simu akuje hapa.